Kila mmoja ana nafasi ya kuchangia. Anaweza akachangia kama mdhamini, anaweza akachangia kama mshirika, anaweza akachangia kama mhamasishaji. Kwa hiyo wito maalum kutoka kwetu Chama cha Wakunga Tanzania ni kwamba changia leo ili uweze kuokoa maisha ya mama na mtoto. Swali la kwanza la mbio, tunatarajia ziwe za watu wangapi? Matarajio yetu ni kwamba tupate watu takriban 2000 na wakizidi pia tutafurahi zaidi, kwa maana uhamasisho ndio utakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo tumeshaanza kuanza kits kwa ajili ya wakimbiaji, na tunatarajia baada ya kikao hiki au presi hii watu waendelee kujisajili kwa wingi ili kuweza kushiriki mbio hizi, maana tunatarajia kutengeneza takriban bilioni 1 kwa ajili ya kuweza kusaidia kusapoti huduma za ukunga Tanzania, lakini pia kusapoti wakunga. Kwa hiyo tumepanga watu 2000. Na swali la pili kuhusu swala la uhitaji ukoje kuhusu wakunga kwa Tanzania, kama takwimu zinavyosema kwa dunia nzima tunahitaji wakunga milioni 1 zaidi, lakini katika hao milioni 1 zaidi kwa bara la Afrika peke yake kuna upungufu wa wakunga takribani 460,000. Na kwa Tanzania kwa takwimu zinavyoonyesha kwa sasa hivi kitaifa ni kwamba unakuta mkunga mmoja anaweza kuhudumia mama 1300 mpaka 1400, ambao ukiangalia ni ndogo sana. Na kwa mujibu wa shirika la afya duniani ni kwamba mkunga mmoja hudumia angalau wa mama 8, lakini ukipita katika shifti moja unakuta mkunga mmoja anahudumia mama takribani 20 au zaidi, ambao inaonyesha jinsi gani kuna uhitaji mkubwa sana wa kuwa na wakunga. Na uhitaji huo unakuwa mkubwa sana hata sasa katika maeneo ya vijijini ukilinganisha na mjini, kwa sababu mazingira vijijini wote tunafahamu. Kwa hiyo hata wakunga wengi wanaweza akapangiwa kule asiweze kukaa kufanya kazi, unakuta yuko mmoja ndo ataamshwa usiku na mchana aweze kuhudumia mama. Manake mtoto anapotoka kuzaliwa hawezi kusubiria kwamba mkunga yupo au hayupo, mtoto atakuja tu, lakini unakuta uhitaji wa mkunga upo. Kwa hiyo yule ambaye yuko katika ile mazingira ndio atapaswa aende akatoe huduma, na unakuta wanaelemewa. Kwa hiyo pia kwa Tanzania naweza nisitoe takwimu rasmi, lakini tuone kwamba kuna uhitaji bado mkubwa sana wa kuongeza wakunga ili waweze kutoa huduma stahiki kwa mama na mtoto. Asante. Naitwa Joyce Muna, ni muuguzi mkunga, lakini ni muuguzi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa leo namwakilisha mkurugenzi huduma za ukunga, wauguzi na ukunga Tanzania, Bi Ziada Sela. Raisi wa wauguzi wa kunga Tanzania, Bi Beatrice, wakunga wote, mshukuru Mwenyezi Mungu kukutana mahali hapa katika tukio hili muhimu ambapo tunaelekea siku yetu ya wauguzi na wakunga duniani. Kama tulivyosikia, katika dunia nzima tunahitajika wakunga milioni ngapi? Milioni 1. Tunaona kwamba bado tuna shortage kubwa, tuna upungufu mkubwa wa watoa huduma, na ndio maana tumeona kwamba katika malengo makuu ya maadhimisho haya pia ni kuongeza uelewa wa jamii kujua umuhimu wa wakunga duniani. Kwa niaba ya mkurugenzi wa WaterAid Bi Anna Mzinga, tunawapongeza wauguzi wote kwa siku hii muhimu na maandalizi mazima ya kusherekea siku ya wakunga duniani. WaterAid ni shirika ambalo limekuwa likifanya kazi na serikali bega kwa bega kwa miongo kadhaa kwa nia ya kuhakikisha kila mtu anapata maji safi, choo bora na usafi binafsi, ikiwemo uwepo wa hizi huduma katika vituo vya kutolea huduma za afya, hasa upande wa uzazi. Kwa muktadha mzima, WaterAid inafanya kazi kuhakikisha pia inaisaidia serikali katika kufikia malengo ya dira ya 2050 ambayo pia inaelezea uwepo wa huduma bora za afya ya uzazi kwa wote, lakini pia upatikanaji wa maji safi, salama na sambamba ya huduma bora na usafi wa mazingira ya kuimarisha afya ya jamii. Kwa upande wa Tanzania tunashirikiana kwa ukaribu na Chama cha Wakunga Tanzania TAMA
hasa katika utekelezaji kwa hivi sasa wa mradi wa Thamini Uzazi Salama, Strengthening Midwifery in Tanzania, na ambao ni mradi wa miaka 7, na katika huo mradi tukishirikiana na serikali ya Tanzania na Wizara ya Afya na Chama cha Wakunga Tanzania, kuna afua mbalimbali ambazo tunakuwa tunatekeleza, ikiwemo katika hii dhima ya mkunga duniani mwaka huu kwamba tunahitaji wakunga zaidi ya milioni 1. Kwa hiyo tunachangia kwa kiasi kikubwa, kwanza kabisa kuhakikisha kuwajengea uwezo watoa huduma za afya ili watoe mafunzo kwa vitendo kwa wale wanafunzi ambao wanakwenda kujifunza katika maeneo ya kutolea huduma za afya. Dr. Grace Koro, nafanya kazi katika shirika la Ledo Global Health. Ni shirika ambalo sio la serikali, lakini linahusika sana na jinsi ya kuboresha ujuzi na uelewa wa muuguzi na mkunga, hasa ni mkunga. Yes. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Afya, idara ya mafunzo katika vitengo vya shule za kufundishia wakunga, lakini pia idara ya mama na mtoto, kwa maana ya kwamba wale wahudumu wa ndani. Kwa hiyo tukiangalia kwa ujumla wake, wafanyakazi au wahudumu ambao ni mkunga ni mojawapo wa wafanyakazi wa afya, ni mojawapo ya nguzo muhimu sana ambazo zinatambuliwa na Shirika la Afya Duniani kama mhimili muhimu kati ya mihimili 6. Na hapo ndio sisi wadau muhimu tumekuwa tukifanya kazi kwa kushirikiana pamoja na wadau muhimu wa wakunga hapa nchini, tukiangalia kwa kitengo cha pre-service, ambapo ndio kama kiwandani kule ambako wanatengenezwa. Sasa tunasema kwamba tunahitaji sana kuwa na mitaala ambayo inamfundisha huyu mkunga namna nzuri ya kuweza kumtibu mama, kuanzia mama anafika, kuanzia mama akipata ujauzito na kumwangalia huyu mama, na toka mama ameanza kupata uchungu na kumhudumia hata kipindi ambacho ni baada ya kujifungua. Wa wakunga Tanzania, naomba tujipige kofi. Moja kati ya kazi yangu kubwa kabisa ambayo nitakwenda kuifanya kama balozi ni kuhakikisha kwanza naunganisha wakunga na jamii, lakini pia kupeleka uelewa zaidi. Tunafahamu bado mtaani kuna changamoto ya jamii kuelewa mkunga ni nani na kazi halisi ya mkunga ni ipi. Kwa hiyo mimi kupitia influence yangu, kupitia ubalozi wangu ambao nimeteuliwa leo, nitakwenda kuhakikisha kwamba nawachukua wataalamu kuunganisha na jamii mtaani, ili Watanzania wengi wapate kuelewa kazi ya mkunga, na hata tuwatie hamu ya watu wengi kuja kusomea ukunga. Na tunafahamu, na ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba dunia inahitaji wakunga milioni 1 zaidi. Kwa mnaweza mkaona lingine, kwa sababu leo nimesema sitaongea mengi, na kazi yangu kubwa itaanza kuanzia sasa. Baada ya kupewa balozi, nitazungumzia zaidi kuhusiana na hii mkunga half marathon ambayo tunakwenda kuifanya tarehe 2 mwezi wa 5. Tuna siku chache ambazo zimebakia. Nitahakikisha kwamba tuna push, ambapo tunaweza kupush jamii jiunganisho kwa wingi waje kushiriki katika hii marathon ambayo tunategemea kuifanya. Cha mwisho ni waombe nyinyi waandishi wa habari ambao kimsingi nyinyi ni watu muhimu sana katika kulink au kufikisha hizi taarifa huko mtaani kwenye jamii moja kwa moja. Kuna uwezekano kuna habari nyingi sana mtaani nzuri za wakunga, na tunafahamu wakunga wanafanya vitu vikubwa na vizuri, lakini hamzipeleki sana kwa ukubwa, na ndio maana inawezekana pia hatupati watu wengi ambao wanapata hamu ya kuja kusomea ukunga. Kwa hiyo nitawaomba nyinyi wakati mnapeleka hizi habari zenu mtaani zinazohusu wakunga, inawezekana pia kuna nyakati zinatokea bahati mbaya wakunga wanafeli kwenye maeneo, lakini tunatamani mngezipeleka pia habari nzuri ambazo wakunga wanazifanya. Sisi hapa wote tuko hapa tunatamba, tunaongea maneno. Wakunga walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wamelinda afya ya mama pamoja na watoto ambao ndio sisi. Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kwenu, msaidiane na mimi kama balozi kufikisha hizi habari nzuri ambazo wakunga wamezifanya. Na kwa sasa niseme kwamba naanza kazi rasmi ya kuwa balozi wa wakunga Tanzania. Asanteni sana.
Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.